Faida kubwa walionayo watawala Afrika ni kwamba raia wao huwa hawajui nguvu walionayo. Tafiti huonyesha kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vinaweza vikawajeruhi, vikawatesa, vikawafunga na hata vikawaua wananchi, ila mwisho wake ni lazima wananchi watashinda. Januari mwaka 2019 wananchi wakachachamaa zaidi na kuunda umoja wa upinzani waliouita Forces of Freedom and Change, kwa kifupi FFC, na utawala wa Omar al-Bashir wakazidi kuwa kwenye hali mbaya, sababu haijawahi kutokea wananchi wakaungana kwa kiasi hiki dhidi ya serikali yao. Omar al-Bashir akatumia mfumo ule ule aliotumia mwanzoni mwa mwaka kwa vyombo vya ulinzi na usalama kutoa kipigo cha mbwa mwizi ili kuwavunja moyo waandamanaji. Ila safari hii ilikuwa tofauti. Waandamanaji hawakutishika, bali ndio kwanza wakaongeza ukubwa wa maandamano yao. Walitaka Omar al-Bashir ajiuzulu ili wakatishe na ndoto yake ya kugombea katika uchaguzi wa mwaka 2020. Hapo wakawa wamegusa pasipogusika, na Omar al-Bashir akazidisha matumizi ya nguvu, hasa kwa kuwatumia RSF ambao ni wakatili sana, ila bado haikusaidia, na ile maana ya nguvu ya wananchi hainaga mshindani ikazidi kuonekana. Omar al-Bashir kuona hivi, Februari mwaka 2019 akatangaza hali ya dharura kwa mwaka mmoja na kuvunja serikali kuu pamoja na serikali za mikoa, na kisha akateua wanajeshi akiziita serikali za muda, kipindi hicho kigumu zaidi toka kuingia kwake madarakani. Mchaka wa hapo ukawa si wa kawaida, ila wananchi wakaendelea kusimama imara bila kujalisha jinsia zao, kwa maana imezoeleka katika heka za maandamano mara nyingi hufanywa na wanaume, lakini mara hii wanawake wa Sudan walikuwa mstari wa mbele sana, mpaka ikafikia maandamano na vuguvugu hili yakaitwa mapinduzi ya wanawake. Machi 1 mwaka 2019 Omar al-Bashir akatangaza kujiuzulu nafasi ya uwenyekiti wa chama chake, akitegemea angalau hatua hiyo itapunguza joto la maandamano ya kule Sudan. Lakini haikuwa hivyo, sababu walichokuwa wakikitaka wananchi ni kwamba aachie kabisa nafasi ya uraisi, na wakaona watumie kulishinikiza jeshi kumshinikiza Omar al-Bashir atoke madarakani. April 6 mwaka 2019 wananchi wakaandamana kuelekea makao makuu ya jeshi, huku wakipanga kukaa hapo wasitoke mpaka watimiziwe wanachokitaka. Omar al-Bashir haraka akapeleka wale wanajeshi wake wa RSF ambao ni waaminifu zaidi kuliko hata wanajeshi wengine wa jeshi lake, ila bado wanajeshi hao walishindwa kuwazuia wananchi wasifanye hivyo. Wakajeruhi na kukamata baadhi yao ili kuwatisha waandamanaji. Lakini April 11 mwaka 2019 Lieutenant Generali Ahmed Awad ibn Auf, ambaye alikuwa waziri wa ulinzi toka mwaka 2015 na makamu wa rais toka mwezi Februari mwaka 2019 katika ile serikali ya muda mfupi, akatangaza kumpindua Rais Omar al-Bashir na nchi itatawaliwa kijeshi kwa muda chini yake, kisha atakabidhi madaraka kwa utawala wa kiraia. Kikaundwa kitu kilichoitwa Transitional Military Council TMC ili kuongoza kipindi hicho cha mpito, ila wananchi wakiongozwa na FFC, ule muunganiko wao, hawakukubali hilo na wakataka serikali ya mpito ihusishe raia, sio wanajeshi peke yake, na hilo pia wakalishindikiza kwa kuendeleza maandamano. Basi April 12 mwaka 2019, yani siku moja tu tangu waingie madarakani Lieutenant Generali Ibn Auf, akajiuzuru nafasi yake ndani ya TMC, ile serikali ya kijeshi ya mpito. Kisha akamteua Lieutenant Generali Abdul Fattah al-Burhan kuendeleza gurudumu la mazungumzo kati yake na muungano wa wananchi FFC ili amani ipatikane. Wananchi wa Sudan wamecharuka kwelikweli, nchi haikaliki wala haitawaliki. Wananchi walihofia serikali ya mpito ya kijeshi, yani TMC, itakuja kubadilika huko mbele baada ya kujisimika kiutawala, ikizingatiwa zaidi serikali hiyo ni masalia ya wale waliokuwa wakifanya kazi na Omar al-Bashir. Wakati majadiliano yakiendelea, waandamanaji na wafungwa wa kisiasa wakawa wanaachiwa huru, na tarehe 17 April mwaka 2019 Omar al-Bashir akatolewa ikulu chini ya ulinzi mkali sana na kupelekwa katika gereza la ulinzi mkali liitwalo Kobar huko mji wa Khartoum
Katika gereza hili Omar al-Bashir alikuwa ndio akiwafunga wapinzani na wakosoaji wengi wa utawala wake. Sasa akapelekwa yeye mwenyewe aende akaone maisha ya mateso ya gereza hilo. Huko alipoingia akakutana na washirika wake wengi na ndugu zake wasiopungua 100 ambao nao wote walikamatwa na kufungwa pamoja naye. April 20 mwaka 2019, kwenye moja ya nyumba ya Omar al-Bashir kukakutwa mabegi makubwa yenye fedha nyingi kiasi kipatacho dola za Kimarekani milioni 6.7. Huu ukatumika kama ushahidi kuakisi ufisadi wake, na baada ya kukamatwa kwa fedha hizo ikatumika kama ushahidi kupelekwa kwa mwendesha mashtaka wa ICC, na hili likaongezwa kwenye orodha ya mashtaka yake ya mwanzo yanayomkabili Omar al-Bashir.